Yani mimi mzazi wangu hawezi kuja kuishi na mimi kama hana sababu ya msingi kuja kuishi kwangu. Nice. Reason? Yule kule kasema nice jamani. Kwa sababu the way ninavyompenda mamangu hayupo kiumbe chochote ambaye anampenda kama mamangu. Lakini the way ninavyompenda mke wangu afanishi pia na kiumbe kingine. Na watoto wangu ni tofauti. Sasa hapo kutofautisha hivyo itabidi wewe mwanaume ujue. Mzazi anapokuja nyumbani anakuja kusalimia, sometimes nyinyi mnammiss aje akae. Muda mwingine yeye ana miss kuja, anaweza kuja. Atuombe maradhi, labda maradhi yamemfanya ana shughuli maalum. Ni kitu kizuri sana kumweka mbali mzazi na mke. Kweli. Sababu kuna vitu vingine wewe unaweza kuvivumilia pale, lakini mzazi akiviona generation ishabadilika. Mzazi wako, mfano mimi mzazi wangu yani ni mama wa miaka 60 huko. Generation mbili zishapita. Akija kuona the way sisi tunavyoishi na mke wangu ataona mbona mimi na babake hatukuishi hivi. Shida tanzia hapo. You understand? So unamweka tu mbali. Akija pale mna vitu mna pretend lakini in a good way kwamba bwana ulikuwa unavaa hivi mama yupo. You understand? Hiyo ndio nadhani nasukuma sana. Lakini mwanamke ambaye anaamua eti mamako asija, huyo mwanaume mimi ningemshauri